kwamba ninaomba wanipokee kuwa mwanachama wao mpya. Kuna mambo mengi yametokea na mengi yamesemwa ambayo ninaamini kwamba nina haki na nina wajibu wa kuyaelezea kidogo. La kwanza ambalo ni la kawaida, lakini naona kama limeleta kidogo mtafaruku kwa watu. Kuna hoja huko kwamba mimi nimeoa mtoto wa Spika Ndugai. Nataka tu niwaambie umma wa Tanzania kwamba mimi kuwa mwanachama wa Chadema hakunizuii kuwa na mahusiano na mtu yeyote. Ni haki yangu binafsi kabisa, ni maisha yangu simi. Na ndio maana hata Mheshimiwa Msigwa mtoto wake ameolewa na familia ya Mheshimiwa Rais na bado mnamuona kamanda. Anaonekana kamanda bado. Kwa hiyo sioni kama mimi kwangu ni tatizo. Lakini ukweli ni kwamba watu wa Ifakara, watu wa Kilombero wanawashangaa sana kwamba Lijua Likali huyu aliyeoa Mangwale Kona kwenye familia ya kina Lumuli, binti anayeitwa Latifa Lumuli, leo amekuwa mtoto wa Spika. Yaani watu wa Kilombero na Ifakara wanawashangaa sana kwamba chama cha kisiasa kama Chadema, watu ambao wanajidai kwamba ni watu makini, wanaweza kuja na hoja kama hii ambayo ina kila ushahidi, ambayo ni ya uongo. Kwa hiyo mimi bwana, kiwalisia kabisa, sijaoa mtoto wa Spika. Nimeoa Ifakara nyumbani kwetu, nimeoa Mangwale Kona, na watu Ifakara wote wanajua, yani Kilombero yote inajua. Sasa kinajua ni propaganda tu, na wanania mbaya, wanania ya kufanya mjadala ubadilike, ionekane kwamba nimekuwa favored au nitakuwa favored na Mheshimiwa Spika, kwamba mimi ni mtoto wa nyumbani, kitu ambacho ni uongo. Siasa nyepesi sana hizi za uongo. Lakini kwa miaka mingi uongo kwenye chama hiki imekuwa ni desturi yao. Kuna uongo mwingi sana, na leo kuna baadhi nitausema hapa. Ingana mwingine Mheshimiwa Msigwa ameshaomba msamaha. Ni sehemu ya uongo tu kwenye hiki chama chao. Lakini niseme hawakuishia hapo. Wakaandika waraka Jamii Forum huko, Lijua Likali amekiri kwamba aliiba kura. Brother, yani mimi niibe kura ndio ili nishinde? Sasa watu wa Ifakara wanajua tulifanyaje mpaka tukashinda. Yani mimi ushindi wa 2015 hata angekuja kugombea Mbowe kwa CCM ningempiga tu. Ilikuwa haina namna. Kwa hiyo ni uongo, na sijui wana nia gani. Hivi kwa mfano mimi nianze kusema eti niliiba kura ndo nikashinda. Yani what do again? Yani mimi napata faida gani kwenye lile andiko? Ninapata nini pale? Yani inaniongezea nini kwenye siasa na kwenye mishango tu ya kawaida mpaka mimi nianze kuandika vitu kama hivyo? Lakini mtu anakaa anaandika, yani mtu anapoteza masaa matatu kuframe uongo akadhani kwamba hii, na mtasubiri tu, wala hiyo msipate shida. Unawadhalisha viongozi kwa muda mrefu kama kina Mzee Kambangwa, watu wana heshima zao pale Ifakara, pale Kilombero, unaanza kusema kwamba wao ndio walichukua hela wakanipa mimi nikaenda kuonga. Hebu tuache wazee ambao chama hiki wametumikia. Ni nyingi sana za mtu akiamua kunichafua anaweza kaamua. Nyingi zipo. Lakini basi usitunge uongo ambao dakika moja tu unaisha. Hebu basi tumia akili kidogo. Kwa mimi niombe na nitumie nafasi hii kukanusha hilo andiko si la kwangu. Aliandika anajua ana malengo gani, na watakuwa ni hawa jamaa zangu tu. Hamna mtu mwingine. Ni hawa watu. Kama kuna mwingine mwambie asiofu. Mimi nipo. Tutakutana huko muda ukifika. Lakini niseme jambo lingine ambalo ninaomba nilikanushe, tena ni kwa heshima kabisa.
kwa heshima kabisa, with all due respect, jambo la mheshimiwa Tundu Lissu. Na hata juzi jana kuna magazeti nafikiri la Tanzania Daima limetoa kwamba Lissu ameshughulikia, ametusema ameelezea sababu za kwa nini sisi tumetoka, mimi Silinde na wenzangu. Mimi niseme Lissu na mheshimu sana, ni kati ya watu na waheshimu kama yeye, yani kama mtu na mheshimu mno. He has been there for me muda mrefu sana, lakini ninadhani amesahau kwa sababu yuko mbali, labda yaliyomkuta kibadamu atoka amesahau. Na mimi niseme katika historia ya chama changu kilichopita, kwa sababu hata kama CCM wakisema mimi sifai kuwa mwanachama wao, Chadema siwezi kurudi. Kwa hiyo mimi Chadema story imeisha. Chama changu kilichopita, watu wa Ifakara wanajua, watu wa Kilombero wanajua. Mimi nimeanza kuwa na kesi sio leo, sio jana, tangu 2013 mimi niko mahakamani Ifakara Kilombero. Nashinda mahakamani. Mimi ninafanya uchaguzi, nipo mahakamani, natoka mahakamani na kwenda kufanya kampeni. Watu Ifakara wanajua. Mpaka watu wa sokoni wakaamua kunichangia faini. Watu Ifakara wanajua. Kwa hiyo sijaanza leo na kipindi chote hicho Chadema kilikataa kunipa wakili bure. Kilikataa kabisa. Na akikunipa wakili bure. Wakili Tarimo sasa hivi ni wakili wa kanda ya kati, yuko pale Morogoro. Nilimlipa milioni 3.5, niliuza gari langu mimi nikiwa diwani ili nitetewe mahakamani kesi ya Ifakara. Na kesi hizi ni baada ya wananchi wa Ifakara kuzuiliwa kuvua. Sisi kule kwetu kuna visamaki vinaitwa njuju hivyo, mlamkalia ndimu, watu wameenda kuvua, afisa wa samaki akaenda akawakamata, ukawa na vurugu. Mimi nikaenda pale nikaambia jamani hao waacheni, nikapewa kesi, nimemzuia afisa wa serikali kufanya kazi yake. Wakagoma kunipa wakili. Alphonse Mbasa, mwenyekiti wa kanda ya kati, unajua huu kweli, ambaye uligombea ubunge Malinyi, unajua. Kwa hiyo nimelipa, I've been paying. So mtu akisema kwamba kesi hizi zilikuwepo tukamsaidia, no. Nilikuwa na grupu la wazee wangu 10 ikiongozwa na Mzengo Nyani. Wakanishauri, kijana utafungwa kweli hapa, uza gari hili, leta wakili, nikalipa. Kipindi hicho nimekuja nikapata kesi ya uchaguzi. Kesi ya uchaguzi nikitakiwa mimi kwamba nilifanya uhuni kwenye kesi. Nikamuomba Lissu awe wakili wangu. Lissu akakubali. Nikiwa nyumbani kwa Lissu, nikiwa mimi na Heche, Lissu akatuambia anahitaji milioni 20. 20 millions. Nikampa 20 millions kwenye installment. Na nimesema wazi kabisa, kama kabisa anaamini kutoka moyoni kwamba sikumlipa, namuomba tu atweet kwamba akunilipa hata shilingi 100. Naomba afanye hilo tu. Kama kabisa anaokeka 100% kwamba sikumlipa milioni 20 cash kwanza, kama gharama za uwakili fees, kama anajua na ana uhakika kwamba akukosea, alikuwa sahihi kabisa, atweet tu kwamba bwana au jamaa kulipa shilingi 100 kama alivyoandika kwenye hiyo andiko lake. Asema hivyo tu. Na kwenda kurelease dokumenti zote. Na kwa bahati nzuri ni yeye alikuwa anashauri nitunze nyaraka. Alikuwa ananiambia alijua anataka jua kali. Jua kali hii kesi tunakwenda kushinda. Sasa kaka, tunza kila kitu. Gharama zote zitunze. Tutakwenda kulipa gharama zetu za kesi. Kesi za uchaguzi ukishinda, mahakama kuna wakati uoga inaamua with cost kwamba ulipwe. Akaniambia tunza, tutafanya documentation kwenye kesi ya madai. Nikana dokumenti zote mpaka akiwa anakula. Aliniambia tunza.
mpaka kinywa bia, soda, sijui nini, tunza. Yeye na madereva wake, nikimpa nauli, nikimpa sijui tiketi, sijui nini, mafuta ya gari, tunza, anaambia tunza. Himself anasisitiza. Na nina document zimejaa hivi za yeye za kuandaa kesi ili tulipwe. Sasa mimi nasubiria. Sasa naomba makamanda aambiwe kamanda wenu kwamba aseme kwamba mimi sikumlipa. Atamka hivyo tu. Brother, sisters, mimi huwa ninafikiria kwenye kichwa changu. Nikishafikiri kwenye kichwa changu na kuja moyoni, naongea na moyo wangu. Moyo wangu na kichwa changu vinakubaliana. Vikikubaliana, shughuli hapo imeisha. Shughuli ifanyaje? Imeisha. Kwa hiyo nikanusha. Lissu amenisaidia kwenye kesi ya uchaguzi na nilimpa milioni 20. Ukijumlisha gharama zingine zote za mafuta, sijui loji ambazo alikuwa anakuja pale Ifakara, sijui wapi, zote milioni 27. Sasa mimi nasubiri akanusha. If he means business. If he means business, akanusha. Kesi hii iliyofungwa hii miezi 6. Hii kesi mimi nilikuwa jela. So there was no any place tutafanya agreement kwamba nimlipe au nisimlipe. Hakukuwa na hiyo agreement. Alifanya kazi kama wakili wa chama. Ni kweli nitetea. Na nataka niwaambie Lissu is dude. Kwenye kesi ukitaka umjue Lissu, uwe upande wa adui yako ndio utamjua Lissu. I respect him for that. Alinisaidia sana. Baada ya kutoka kaniomba milioni 2. Nikamkatalia. Hii nilimgomea. Kama ndo anamaanisha hiyo, nilimgomea, nikamwambia, brother, mimi nimekaa jela kwa ajili ya kichama. Na wakati nipo jela nilikuwa nachangia 500,000 kila mwezi. Yaani nipo jela kule, bado zile 500,000 kila mwezi nakatwa. Bado hii pia nitoe fedha. Hii nilimgomea. Kwa hii nilimgomea. Kama nilikosa kumgomea nisamee. Lakini nilimgomea. Na I'm very sure I was right. Kajira miezi 6. Miezi 3. Tena jela yenyewe ni ya kijambazi kabisa. Sio jela unakaa tu wewe tumekaa vizuri. Nilikuwa naamka asubuhi saa 11 na ninapelekwa kujenga magorofa yale ambayo rais amezindua juzi hapo Ukonga. Asubuhi, imagine mbunge unabeba tofali la kujengea gorofa. Unatoka kama pale roundabout ya Kariakoo pale, unakwenda mpaka fire kule. Tangu asubuhi mpaka saa 12, miezi 3 mfululizo. Afu leo mtu na hapa kuna watu wanasema walio kufunga ndio wao mbona umeenda huko. Nataka niwaambie kitu kimoja. Mandela ni mtu mwenye hadhi kubwa sana. Lakini Mandela alifungwa miaka 27 jela. Miaka 20 alipotoka, yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuwakumbatia waliomfunga. Na kufanya akasema hawa watu waaje. Kwa sababu aliamua kutoka moyoni, sio kwenye akili. Aliamua na moyo wake. Kuna nchi ya kujenga. Sasa mimi najua kuna nchi ya Tanzania ya kuijenga. Niyo nilifungwa suna na nani. That's the past. I have to rebuild this country. Na lazima nishiriki kwenye process. Kwa hiyo Lissu bana, kama kweli anaamini kwamba mimi sikumlipa, aseme tu kidogo tu. Na kuna mtu mmoja, mambo ya ajabu sana, anaitwa Mbugi, ni katibu wa kanda ya kati. Akasema aliojiwa na kuna vinandi wake vinatembea kwamba eti mimi nilipokuwa diwani nilitaka kuongo milioni 15, eti wao ndio wakanizuia. Baadaye nikashinda, lakini mimi niliposhinda, kabla ya hapo nilikuwa naishi kwenye kota za kiwanda cha sukari. Yaani mimi hapo nilijulikana kabla kuwa diwani, nilikuwa naishi kwenye kota za kiwanda cha sukari. Watu Ifakara wanaona ninyi sio watu gani yani. They know me from down. Wanajua
Mimi sijawahi kukaa hicho kiwanda cha sukari. Kwanza hata sijui ni kipi. Na Ifakara pale hakuna kiwanda cha sukari. Watu wa Ifakara mniambie. Pale Ifakara kiwanda gani kipo ambacho ni cha sukari? Ambacho mimi nilijua likali nilikuwa ndo nafanya kazi pale na nikapewa hiyo nyumba kuishi kwenye hicho kiwanda. Watu hawajui chochote. Ni propaganda za kidini kabisa. Nataka niwaambie, mimi labda tu nimsaidie Mbugi. Mimi nilikuwa ninafanya kazi St. Francis University College of Health and Allied Sciences kama library officer, ambayo hiki ni chuo mama cha St. Augustine. Nilikuwa ninaongoza pale ile ni maktaba ya chuo. Mimi nilikuwa head pale. Na nimefanya kazi pale kwa miaka 3. Kwa hiyo kwa sababu yeye hajui na kwa sababu amepanic, yani jamaa amepanic. Kwa hiyo yani wanasema lolote tu. Watu wanaona nyewe ajabu. Na nataka niwaambie watatunga mengi sana kipindi hiki. Mengi mno. Lakini najua kwa sababu hawana ukweli na sio kweli. Msishangae kusikia vitu vingine hata ambavyo ni vya uongo. Kwa watu wa Ifakara, Kilombero na Tanzania muwapuuze. Sio kweli. Kwa watu wengine wanasema of course hii ni positive kwa namna moja au nyingine. Kuna watu wengine wanadhani kwamba mimi kwa sababu mimi pia ni diwani wa kata Ifakara, wanadhani pia mimi nilikuwa mwenyekiti wa halmashauri ya pale Ifakara. Hapana. Mimi mpaka dakika hii ni diwani wa kata yangu ya Ifakara. Kama diwani wa kuchaguliwa kabisa. Na ni mbunge wa jimbo la Kilombero. Lakini mimi sijawahi kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya Ifakara wala Kilombero. Aliyekuwa mwenyekiti pale alijiuzuru. Sasa hivi pale halmashauri yetu inaongozwa na mtu anaitwa Gulaki Msohoya ambaye ni diwani wa Kibaoni na ambaye hata kabla niko Chadema na mpaka sasa hivi nimefanya kazi nyingi sana. Na ninaamini kwamba anaweza kutusaidia. Pale Kibaoni tuna fedha nyingi tulipeka kwenye kata yake. Amesimamia. Ninaamini mambo yanaenda. Kwa hiyo mimi sijawahi kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya Ifakara wala Kilombero. Kwa hiyo hayo ilikuwa ni mambo ya kukanusha ambayo nilikuwa natamani nianze nayo kwanza kwa sababu hayo yalikuja baada ya kuzungumza. Lakini baada ya mimi kuzungumza, dada yangu, rafiki yangu, ndugu yangu Bulaya aliongea na waandishi wa habari. Na kwenye kuongea kwake katika moja vitu alivyozungumza kikubwa ni kuniomba niweke akiba ya maneno. Yaani nisiongee sana. Nitunze akiba ya maneno kwa sababu kuna kesho. Aliongea kitu hiki. Na mimi nimeelewa kwamba Bulaya unataka nitunze akiba ya maneno, nisiongee. Sasa naiuliza, yani anaponiambia nitunze maneno, niweke akiba ya maneno, anaogopa nini mimi kusema? Yani nini ambacho anajua labda kuna mengine nayajua mpaka ananiambia ni atunze. Kwamba haya mimi siyaseme. Anaogopa nini Bulaya? Kwa sababu unaponiambia kwamba mimi nisiseme, bwana uje na hii sio yeye tu. Makamanda wengi wanakuja inbox na wapi? Bwana wewe usiseme sana, ushaamua kutoka. Sasa kusema sana na kwa sio vizuri, unajipunguzia heshima na nini? Hata huko unapoenda utakuwa uaminiki. Yaani wananionea huruma huko unapoenda utakuwa saminiki. Wana huruma na maisha yangu yajayo leo. Kwa hiyo nisiseme sana. Kuna msemo mmoja wanasema ni wa Kiingereza. Nafikiri hii ni moja ya principle kwenye chemistry huko au physics, mimi sio mtaalamu huko. Inasema for every action there is an equal and the opposite reaction. For every action there is an equal and opposite reaction. Ni science hiyo pure. Maana yake ni kwamba kwa tafsiri tu ya kawaida, nguvu unayotumia kupiga ndio nguvu hiyo hiyo itakayotumia kukupiga na wewe.
yani nguvu inayotumika ndio nguvu hiyo hiyo itakuja kwenye opposite. Sasa ninyi mmenipiga baada ya mimi kuingia bungeni kutetea jimbo langu la Kilombero. Mmepiga wiki 3. Mimi nipo kimya. Nyie kidogo tu, tulia usiseme sana. Wewe kiongozi bwana. Kuna kesho. Tunza. Naambia for every action there is an equal and opposite reaction. Kwa naomba mtulie tu. Na mimi nimejiunga Chama cha Mapinduzi na nimesema nitafanya kazi yoyote ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kina kazi nyingi. Kuna katibu wa kata, kuna mwenyekiti wa tawi, kuna katibu mwenezi wa jimbo, kuna katibu mwenezi wa wilaya. Hizo na kazi za chama ambazo nimesema nitafanya kazi yeyote. So watu wakaanza maneno, kasema atafagia sijui nini sijui chochote cha CCM. Nataka niwaambieni, mimi ni mwanadamu. Hata hao mnaona ni wajinga wanaofagia vyoo vya chama cha CCM, manake pia wanaofagia vyoo vyenu amwathamini. Kwa hawana utu mbele za watu. Kwa hiyo mnaona kwamba social status zao ni ya kipuzi. Mimi hata kupiga deki, kusafisha vyoo, mabanda ya kuku, kulima vijarugu nitalima, kwa sababu nimeingia huku kwa moyo wangu. Kama nilivyokuwa ninafanya kazi za Chadema miaka 2000 huko, wala sikujua kama kutakuwa na udiwani wala ubunge. Nilifanya kazi zote za hiki chama, kuchimba, kuwekea viongozi viti, sijui kufanya kazi za kuweka kupanga meza, kufunga maturubai kwenye mikutano, and then all of them stuff nimefanya. Wala sikwaza ubunge. Mimi sikuja Chadema wakati wa kura za maoni. Sikuja Chadema wakati wa kura za maoni. Kabla hapo nilikuwa nafanya kazi za chama zingine. Sasa leo kuna jambo gani mimi nikifanya kazi za sehemu nyingine? Shida iko wapi? Makamanda, nimepaniki. Na hili pia tatizo, msipanic sana. Kwa hiyo niwaombe sana. Hakuna wakunizia kusema hapa. Na wanasema kama nyie mlichanga nini, mbona CAG alisema kwamba tuna hati safi. Sasa nitawakumbusha kitu, na nitasema leo msingi wa hicho kitu nini. Tarehe kuna ripoti ilitoka hapa ya CAG ikizungumza kwamba Chadema kimemkopesha sehemu ya ruzuku mbunge wa Chadema akanunue gari. Ni ripoti ya CAG. Ipo. Nendeni mkaitafute. Na labda niseme niseme hiki kipande kinasema, haya ni maneno ya CAG, ninayanukuu. Inasema tarehe 30 Machi 2017 bodi ya wadhamini ya Chadema iliingia mkataba na AMC Tanzania Limited kwa ajili ya ununuzi wa gari jipya aina ya Nissan Patrol kwa dola za Kimarekani 63,720, sawa sana milioni 147. Anasema kinyume na masharti yaliyomo kwenye mkataba ibara ya kwanza, gari hilo lilisajiliwa kwa jina la mbunge. Seji huyu, sio mimi. Anasema hata baada ya kupitia register ya mali ya chama nilibaini kuwa hakuna kumbukumbu za gari aina ya Nissan Patrol lililosajiliwa kwenye register ya mali ya chama. Pamoja na gari hilo kununuliwa na fedha za chama na kutumika na chama. Bodi anasema pamoja na gari hili kununuliwa kwa fedha za chama, lakini pia lilikuwa linatumika na chama. Kwa chama kilinunua, alafu bado yani kimenunua kwa jina la mbunge, lakini bado kikawa kinatumia. There is a question hapo. Lazima mjiulize, Chadema imewezaje kuchukua fedha ya ruzuku ikaenda kumpa mbunge, alafu mbunge bado akachukua lile gari akalirudisha kwa Chadema alitumie? There is kitu hapo. If you think clearly, kuna kitu kipo hapa. Ingekuwa jambo la kawaida, maana ni kwamba Chadema ingempa mbunge mzigo akanunue, alafu mbunge angeondoka nao. Angeondoka na hilo gari kwake. Lakini mbunge amepewa fedha akaenda kununua gari,
Baada ya kununua gari akakipa chama. Sasa leo nitawaambia nini ilikuwa hesabu ya hapa. Hesabu ya hapa iliyopigwa na sio hata mimi nilifuatwa. Mbowe na watu wengine walitufuata. Wakasema chama kinahitaji kununua magari lakini hakina fedha. Tunaomba wabunge tutumie exemption zenu za kibunge. Exemption. Wabunge tunapokiza magari tunapewa exemption na serikali kwa ajili ya matumizi ya wabunge. Bunge unapewa fedha kidogo na zingine unakopa, lakini pia unapewa exemption. Kwa hiyo chama kikatafuta wabunge ambao hatujatumia exemption bado, kikatuomba kitumie exemption zetu kununua magari ya chama. Na moja hapo ndo hili hapa. Huu ni wizi, ni kukwepa kodi, na hesabu yake hapa ni ukwepaji wa kodi. Kwa hiyo mbunge alipewa fedha akijifanya ananunua gari kwake ili asilipie kodi, lakini ile gari akaenda kuwapa Chadema. Sasa CAG hawezi kujua vitu hivi. Katika kila kawaida hivi inaingiliaje akilini kwamba eti mbunge apewe fedha na chama alafu aende kununua gari alafu baadaye akaje kipa chama gari hilo ni kodi. Hesabu ya chama ilikuwa ni kukwepa kodi na wamefanikiwa kukwepa kodi. Niombe vyombo vinavyohusika waende pale. Huu ndio ukweli leo nimesema. Hii ndio hesabu ilikwepa. Sasa kama naambiwa nisemeseme sana ndo haya sasa. Hilo moja. Hilo ni moja. Kuna watu hawajui na wanapotosha. Sakata la wabunge kukatwa ama kuchangia chama, hiyo sio hoja. Sisi hatukatai watu wala hatupingi kwamba tunapaswa kuchangia chama. Hatupingi kabisa. Kweli ipo kwenye katiba. Hoja hii ukisema wanakuambia angalia katiba, angalia katiba, angalia katiba. Katiba imeandika. Ni sawa. So what? Katiba inasema kila mbunge anachangia kwa ujenzi wa chama. It's okay, it's fine. We agree that. Ndio maana tulikuwa tunatoa. Lakini uchangie tu kitu ambacho unajua hakina effect. Unachangia kitu ambacho unajua kinakwenda kufanya kazi gani? Ni principle. Ndio maana hata wananchi wanapolipa kodi wanajua kodi yao hii inakwenda kununua madawa, inakwenda kujengea shule, hospitali. Lazima ujue, lazima kuwe na communication. Sio tu ni mtu tu una haki ya kutoa fedha zako lakini usiwe na haki ya kujua zimetumikaje. Na hata zikitumika basi usihoji. Hakuna rule of law hapo. Na hakuna demokrasia hapo. Kwa sisi tunakubali tulikuwa tuna wajibu wa kulipa fedha kwenye chama 100%. Sasa fedha hizi zinafanya kazi gani? Hiyo hoja inakuja hapa. Wengine wanasema mbona CAG hajaona? CAG ingii kwenye vikao vya chama na kujua tuliambiwa nini. CAG anaangalia hesabu kwenye makaratasi. Sisi tunasema ambacho tulichokubaliana kwenye kikao. Sasa kama CAG uwaga anauliza, jamani kwenye kikao chenu mlifanyaje hapa? CAG akuja kwenye kikao cha wabunge wakati mwenyekiti anatuweka, hatujaza. Hakuwepo. Na hesabu na hesabu yake ni ndefu. Msifikiri kwamba inakuwa hivyo tu imenyoka. Leo nitawapa hesabu inavyopigwa, hesabu ya hela inavyopigwa. Leo nitawaambia hesabu ya hela inavyopigwa. Hesabu ile kwa hivi. 2017, 16 tulikaa baraza kuu Mwanza. Wakati tumekaa baraza kuu Mwanza, tulipitisha budget ya nchi kwa maana ya chama, yani nchi nzima. Budget ikawekwa ikiwemo na uanzishwaji wa fixed account hiyo maalum, wanachama wakakubaliana. Baraza kuu. Kwa mujibu wa katiba yetu baraza kuu ndio linatakiwa kupanga na kuassess matumizi na nini na kupisha budget.
Baraza Kuu Mwanza tukapitisha hiyo fedha 2016. 2017 ukawa na baraza kuu lingine Dodoma. Mwenyekiti akaomba, hesabu imeanza. Jamani kwa sababu tuna mambo mengi kufanya ya ujenzi wa chama, tunaomba na wakati mwingine bajeti inatakiwa kidogo ichezeshwe, kuwe na mabadiliko ya bajeti. Sasa haiwezekani nchi nzima wote tuje kwenye mkutano kama huu ili tuweze kupanga bajeti upya, ninyi mpaka mridhie. Tunaomba kamati kuu ichukue mamlaka yenu ya kufanya maamuzi, mabadiliko mengine ya kibajeti. Wazo zuri, hamna tatizo lolote. Sababu ni kweli katika akila kawaida haiwezekani nchi nzima viongozi wa chama waitwe kwa ajili ya jambo moja tu la kama chama kimeona kuna haja ya kuchange bajeti, basi watu wote tuitwe. Haiwezekani. Tukasema, wanachama akasema wazo zuri. Kwa hiyo akaomba kamati kuu ndio ifanye jukumu la baraza kuu. Manake baraza kuu likaombwa likasimu madaraka yake kwa kamati kuu. Shughuli imeisha. Watu ndio mzee Mwamba. Pale azimio likapita. Akaja kamati kuu. Kamati kuu akawaambia jamani sisi pia tuko wengi humu ndani jamani. Nchi nzima tuanze kuitana mpaka tuanze kufika. Kama kuna jambo la dharura au tutakuwa na mambo mengi, kwa nini kamati kuu tusivunje hivi? Kuwe na kamati kuu ndogo. Kwamba hawa watakuwa wanafanya tathmini ya uchaguzi, watakuwa na kiongozi wao, hawa watakuwa wanafanya tathmini, hii itakuwa ni kamati kuu ndogo ya mambo ya kutafuta wagombea, hawa watakuwa na kamati kuu ndogo ya kufanya jambo hili. Watu Mwamba, jambo jema hili. Akaunda kamati kuu ndogo ya kamati kuu ya mambo ya fedha. Huko ndo akapeleka wazo. Jamani tutumie mzigo. Watu wakubaliana. Nao wanafahamika, kimziki anafahamika. Yaani watu wake, roho wanafahamika. Wako watano. Hao ndo wanakaa naye muda wote. Tigo la kwanza la hizi fedha zilitoka milioni 400 kwa mara moja. Baada ya Lissu kushambuliwa wakachomoa 400 wanakwenda kumtibu Lissu. Fedha tumepanga za uchaguzi mkuu akachomoa 400 watu hao Nairobi. Na hapo anasema kwa hiyo kali alikuwa hataki Lissu kwa atibiwe. Kwa angekufa acheni mambo yenu hayo. Yaani watu wanatumia maumivu yetu kupiga fedha. Wewe unaumia mzako anapiga mzigo. Mimi Lissu sitaki afe, nataka ishi milele aone. Ashuhudie mwingine. Kama atakuwepo hapa au huko aliko. Kwa watu wakatoa 400 wakana washinda pale Nairobi. Wanamtibu Lissu. Wanapia na posho kwa mambo yao. Wanachama wanafurahi, wanasafiri kwenda huko mpaka huko Arusha, mpaka Nairobi kwa gharama zao, watu wanaponjewa hela zetu. Wanamtibu mheshimiwa mgonjwa. Zikatoka. Wakarudi tena wakazimalizia kwenye operation hizi za Chadema ni msingi. Vijana wa Chadema msingi wanajua ambapo walikuwa wanataabika. Mtu kwa wiki anapewa shilingi 10,000. Anakaa mapolini. Sisi wabunge kwenye majimbo yetu kwa asilimia kubwa na wanachama wengine na madiwani tumechangia fedha zetu za mfukoni. Achana ile 5,000, fedha zingine za kwangu. Alafu wanasema tumefanya Chadema ni msingi, tumenunua magari. Jamani, unajua kuna vitu, uchaguzi ni tukio mama, ni tukio kuu katika chama cha siasa. Ni tukio mama na tukio kuu. Alafu kuna matukio mengine ya ujenzi wa chama.
Yaani kununua magari ni ujenzi. Yaani kile ambacho hata kama usi uchaguzi huko 2030 chama kitanunua gari tu. Lakini kinapokwenda kwenye uchaguzi mkuu lazima kiwe na program maalum ya uchaguzi mkuu. Kwa ile fedha ilikuwa ni program maalum ya uchaguzi mkuu. Haikuwa fedha ya ujenzi wa chama. Ukiuliza ruzuku inafanya kazi gani? Kwa mwezi wapewa almost milioni 300 tangu 2015. Hebu niulize mpaka leo. Ni bilioni ngapi? Hivi tumeshindwa kutumia ruzuku mpaka tuje kudistort huko. Lakini kwa sababu hesabu ni hii. Ni watu waponjole. Ndio hivyo. Na huu ni ukweli. Hakuna kuongeza jambo. Kwa ndugu zangu, hiyo ndio hesabu jambo lilivyokwenda. Makato sasa ujamaa tu. Alafu ndaka watu wengi wajui. Ili pewa wajui. Hivi ni wanachadema wangapi ambao wanajua akaunti mama zote za chama Mwamba ni signatory. Yaani akaunti ya ruzuku ile Mwamba ni signatory wa akaunti. Kuna watu wanne. Katibu mkuu, Mwamba mwenyewe na mkurugenzi wa fedha. Na mtu mwingine kwenye bodi ya dhamini. Yaani kuna hapo kuna mtu mwingine kama wanne, pea mbili. Yaani ipo hivi. Mwamba ni mwenyekiti anakaa pale juu. Mwamba huyu ndio anayeteua katibu mkuu wake, ambaye pia ni signatory. Alafu Mwamba huyu kwa kukaa na katibu mkuu wanashauriana kuteua mkurugenzi wa fedha, ambaye pia ni signatory. Hesabu ya kazi hiyo. Alafu Mwamba na yeye ni signatory. Na hesabu iko hivi. Mwenyekiti Mwamba pamoja na mkurugenzi wa fedha ndio pea yao. The two wanaweza kusaini wakachukua mzigo. Hivi nataka mimi ni diwani. Pale tuna kata pale. Ina account. Utaratibu wa uruhusu kabisa diwani, mtu mwenye influence, kuwa one of the signatory. Haupo. Utaratibu haupo. Hakuna waziri ambaye ni signatory wa akaunti za wizara. Hakuna. Hata hakuna akaunti hata moja katika nchi ambayo rais JPM na marais waliopita ni masignatory kwenye hizo akaunti. Hakuna. Lakini kwetu huku Mwamba ni signatory. Ndio watu wanasema SACCOS. Kwa hesabu zote ambazo zinapigwa zile za hela, jamaa ndo anasaini na wenzake, mzigo unatoka. Alafu sisi, yani mimi Lijolikali ambaye nilikuwa jela ninachangia fedha kwenye chama hiki, yani si nimefungwa miezi 6. Nimekaa hivi si miezi 3. Kila mwezi nilikuwa jela nilikuwa nachangia. Alafu what's enough? Watu wa mama hawakwai kutoa hata shilingi 100 mpaka leo. Ndio mmoja msigo na timu yake. Na kama wanabisha, tamomba speaker release zile statement za wabunge ambao tunachangia. Kama speaker ataona nafaa. Kama speaker ataona inafaa. Na kanuni zinaruhusu. Mimi niko jela na changia chama hiki. Nimefungwa nachangia. Lakini msigo na watu wake hata 100 hawatoi mpaka leo hawajatoa hata 100. Alafu nataka mimi nikae huko. Yaani mimi nikae huko. Hebu muone na wewe huruma jamaa. Tumekutoa mbali. Au kwa hivi niulize. Chama ni nini? Chama ni watu. Yaani wakati Chadema kinanitoa mbali na chenye kilikuwa wapi? Yaani wakati Chadema kina mimi hapa kinanitoa mbali na chenye kilikuwa wapi? Maana mimi nilikuwa mbali na Chadema pia ilikuwa mbali. Kwa hiyo tumepelekana wote. Ila kama Chadema akikuwa na watu kikatoka nao mbali, ni sawa. Ila tumetoka nacho mbali.
Kwa hiyo ni maneno tu kwamba chama kimekutoa mbali, ulikuwa umepauka. Chama chenyewe bila watu kinatoka wapi? Ni maneno tu ya kuudhiana, na maneno tu ni ya kawaida, na watu ambao uelewa ni mdogo. Kwa hiyo unawasamehe. Sasa ukisema haya ndio Esther anakwambia bwana usiseme sana, kuna kesho. Weka kiba maneno, kwa sababu kuna vitu kama hivi watu hawajui. For every action there is an equal and opposite reaction. That's how. Lakini nataka nionyeshe hapa. Katika ripoti taarifa ya Baraza Kuu kuhusu utekelezaji wa programu mbalimbali za chama 2014 mpaka 2019, mkutano mkuu wa Dar es Salaam huu juzi hapa Zone City, wa ripoti ilitoka ya matumizi mbalimbali na manunuzi mbalimbali. Wale uvemo kuna matrekta mawili chama ilinunua kwa milioni 290. Sasa story haya matrekta ni kwamba Mwamba na wale watu wake wakatengeneza kamkakati kao eti kutengeneza, kuna kitu wanakiita program ya Chadema investment. Yaani na hapo jana anawajaza watu hapo, chama hiki kiwe na fedha, kijitegemee, kiwe na investment mbalimbali na nini. Kwa hiyo tunaomba jamani tufanye investment na vitu vingi. Wakakubali, akaambiwa sawa, wakaenda kuandika andiko na nini. Akaja akawa anataka kukopa na akapewa. Baadaye kwenye hili jambo la chama investment kuna watu wakamenzea twende kwanza kidogo kidogo, tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu, tuna mambo mengi, hebu tuache kwanza mambo mengine, tujipange na uchaguzi. Akaomba basi naomba mnipe milioni 400, mtawapa riba 600. Wakalumbana, hela ikatoka, akapewa kwa maana atatoa riba. Alivyopewa akachukua matrekta hayo. Haya matrekta kuchukua, sasa shamba hana la yeye kulima, shamba anapata wapi la yeye kulima? Ifakara. Alipokuja Ifakara akamtafuta bwana mmoja anaitwa Juma Mgosi akaanza kumtafutia mashamba, kaenda Ziginari, kuna sema yetu pale Ziginari, wakakosa, akahangaika, akarudi. Hiyo Ziginari ni kabla ya Ifakara. Akaja Ifakara, na Ifakara akafikia sehemu moja inaitwa Mwelamba hii, New Mwelamba Lodge, ndio alipokuwa na hapa. Msisahau mimi naishi Ifakara. Pale Ifakara nikapigiwa simu na vijana wa pale, kwa sababu inaitwa Mwembe Chadema. Kuna mtu anaitwa James Barata, ni kaka yangu, na hapo ndipo tawi langu mama la Chadema. Pembeni ndio kuna hiyo road. Bwana Mwamba yuko hapa. Mwamba nikamtafuta. Na kamanda nipo tu nini? Kwa nchi gani? Nipo tu. Akaunganishwa na mtu anaitwa marehemu, Mungu amrehemu, Godfrey Lwena na Mwawala. Alipoenda kule akatafutiwa mashamba na huyo marehemu Godfrey Lwena.
wakaenda kupeleka trekta mbili, hizi trekta ambazo leo zimetajwa hapa kwenye vita chama, zikaenda trekta mbili. Wakaenda kulima kwenye eneo ambalo si kulima, kwenye hifadhi ya bonde ya mto Kilombero. Alipofika huko, baadaye akafukuzwa, kwa maana yani serikali ikamtoa. Trekta moja likakimbia, kwa maana likakimbizwa. Lingine mpaka dakika hii ukienda polisi Ifakara utakuta hii trekta hii John Deere ya rangi ya kijani. Na watu wa Ifakara, kama mnabisha, nendeni polisi pale sasa hivi, mtakuta trekta la rangi ya kijani liko pale Ifakara, polisi limekamata. Ni trekta lililotokana na ruzuku ya chama hiki, lakini Mwamba akanikopesha. Sasa mpaka leo chama kimepigwa hizi fedha, lakini watu waseme kweli, wanaogopa kusema. Kwa niwaombe Watanzania ambao mko Ifakara, Kilombero, niambie kwamba mbungeni mlituma mambo kama haya, nikiaona kwenye Chadema, basi mimi niache, kwa sababu hiki ni chama imara, ni chama ambacho nyinyi pale Ifakara ndio mnakipenda. Mniambie leo mambo kama haya, mimi niweze kuyavumilia. Na kama wanasema kweli kwamba hili trekta lilikuja Ifakara kufanya kazi ya chama, shamba la chama, naomba wanijibu maswali yangu. Hati ya kumiliki hilo shamba iliyoko na Mwawala iko wapi? Sababu huwezi kwenda kulima mpaka uwe na shamba, na shamba lazima liwe na chama. Sasa hiyo hati iko wapi? Na ipo kwa jina la nani? Na kama chama kilikodi kwa mtu, huyo mtu ni nani? Na kama chama kilikodi ama kilinunua, kwa nini kilifanya hivyo kwenye hifadhi ya bonde la mto Kilombero wakijua ni makosa? Je, chama kimewahi kuonekana mahali popote kikilalamika kuhudumiwa kwenye mradi kule Ifakara? Yaani Chadema kimewahi kuonekana, jamani sisi tuna mradi wetu lakini tumehudumiwa? Au mwenyewe amewahi kusema kalalamika, jamani mimi nina mradi wangu kule nimehudumiwa? Lini mmesikia kitu hiki? Na nataka niwaambieni, mnaweza kujifanya kubishabisha. Watu wa Ifakara walimuona Mwamba, mnachosema wanakijua. Na kama wanabisha, waende Mwembe Chadema, watafute kina James Mbarata, wamtafute Mgosi, kina Kisingo, kina Siso. Wote hao ni watu wa Ifakara, wanajua kweli na Mwamba alimuona. Mnaweza mkabishabisha huko, lakini kule hamtuambii kitu, sababu tulimuona, tulishuhudia. Hivi wanachama wanajua kuhusu ruzuku hii kupotea? Nani anajua? No one knows. Kamati kuu ya kamati ndogo. Kwa hiyo nimeongea vitu vingi kwa hatua ya sasa. Kwa hatua ya sasa, namalizia kidogo kwenye issue ya corona. Kwenye issue, sababu mtifuano huu kwa kiasi kubwa umetokana na bungeni na hoja ya corona. Nataka niseme, hebu Tanzania tuulizane. Sisi tulisema lazima tuende bungeni kwa sababu kuna hoja ya kususia bunge. Hoja msingi hakuna. Na kwa sababu pia hoja haikuwa shirikishi. Tukaambiwa lazima muende. Hapana. Lazima tuende. Mimi nikaenda.
msimamo wa chama changu ni kwamba tuwe na lockdown ili kupambana na corona. Nataka niwaambie watu wa Ifakara, watu wa Kilombero na Tanzania, hebu tujiulize, hivi ni kweli kwa mazingira yetu Tanzania tukiwa soba kabisa, kwa mfano pale Ifakara tuweke lockdown kwamba watu hawafanya biashara kutoka Dar es Salaam wasiende Ifakara kununua mchele, kununua mpunga, na watu Ifakara wanafanya kazi ya kilimo kwa sema kubwa ni biashara, interaction kati ya mikoa hii yote kwenye Ifakara ndio wao wanaishi, wanalima ili wauze. Kama hakuna wauzaji wanaokuja Ifakara, Ifakara imefungwa, hiyo itaishije? Pale sokoni Ifakara, soko kula la Ifakara, watu wote wale tuambie jamani, haya kuanzia leo biashara tufunge kwa sababu corona, hiyo itaishije? Yaani watu wa Kilombero mtaka kuniambia mimi mbunge wenu ndio wazo langu ile kwamba au ningekuja kuwauliza eti Kilombero tufanye lockdown au tusifanye, mngenipiga mawe. Na huu ni ukweli. Ili pia tulikataa. Hii sio approach nzuri kwa uchumi wetu sisi. Hii ni tatizo. Mimi watu wangu kule unawezaje kuambia tufanye lockdown? Yaani mimi naanzaje? Watu wanataka waende shambani kungolea mpunga, waende kuvuna, unaambia kaeni ndani, mtoke nje kuna corona. Kwani? Yaani leo mimi nihukumiwe kwa sababu hii? Halafu hebu tuulize. Hivi mara tunampiga Mheshimiwa Rais. Tendo watu nini tunasema. Hivi kweli Rais Magufuli afanye maamuzi ambayo yataua Tanzania? Kama kule Italy, kama sijui China, Wuhan huko kabisa. Yaani rais wa nchi aliye hapa kwa katiba ya nchi, ulinde wananchi wake, eti afanye maamuzi ambayo watu wanakufa 700, 800 kwa siku, 900, 1000 wafe. Rais wa nchi. Yaani sasa hivi Rais Magufuli hiyo inamsaidieje? Hebu mniambie. Yaani anapata faida gani? Yeye kama rais wa nchi, yaani hiyo anasikia raha gani kwa watu wanakufa hivyo kwa huo wingi? Yaani mpaka aamue kitu ambacho system nzima ya nchi, usalama, sijui majeshi, sijui polisi, wataalamu wote wale tu wapo tu. Rais Magufuli anapata faida gani kwenye hivyo vitu? Alafu sasa jambo la ajabu sana, wakati wanasema si kwenda lockdown, kwenda nini, nataka mniambie ni ofisi gani ya Chadema iliyofungwa kwa sababu ya lockdown? Yaani pale ukienda makao makuu ukuti mtu. Makao makuu pale ukuti mtu. Yaani makao makuu imefungwa. Chama akifanya kazi yote. Yaani ukienda kwenye kata za mfano hapa Sinza sio wapi, ofisi ya Chadema imefungwa. Ofisi ya mkoa sio wa Morogoro Chadema imefungwa. Ofisi ya kanda kati imefungwa. Ofisi ya magharibi imefungwa. Ofisi ya Arusha imefungwa kwa sababu ya corona. Wapi? Mniona kitu hiki? Yaani kama kweli wanataka tufanye lockdown, mbona wafunge ofisi? Eza chama. Mbona zifunge? Wanafanya usanii, eti tunafanya conference video. Chama ndio sisi tukule juu. Mbona ofisi mfungi? Kwa chama ni mboye pale na watu wake wale, wao kwa sababu ya corona, tunafanya video conference. Mbona ofisi sasa mzifungi? Alafu wana biashara zao. Sijaona hata mmoja ametoka jamani, mimi kwenye corona hii nimefunga duka yangu Arusha hapa. Sijaona mimi mtu pale mheshimiwa akasema jamani, kwa corona hii na msomano wa watu